wakati tunaanza hii program ya polisi jamii ilikuwa ni shida sana. Na mkumbuke kwanza kwa nini tulianza program ya polisi jamii? Ni baada ya wakati ule uhalifu kushabiki sana. Kwa wale mliokuwa 2006 hali ilikuwa ni ngumu sana. Uhalifu ulifikia katika kiwango ambacho ilikuwa ukicha tuna mada mpaka 30. Sema wazi mpaka 30. Hizo matukio ujangani wa kutumia silaha 5 7 ngapi? Nakumbuka tukiwa Dar es Salaam pale kamanda wenu yeye wote pale Dar es Salaam. Kwa siku tu pale wanapiga matukio 6 mpaka 7 mpaka 8. Yeye pale. Lakini tulikuwa tunajaribu kuwabadala, lakini pia inafikia tu akatushinda. Na ndipo hapo sasa akatiwa kila afande mwema akasema hapa tusipoangalia tutaendelea kupata shida kubwa. Hebu anze na program sasa ya kuwashirikisha wananchi. Na tumekwenda nayo mpaka tumefikia sasa hivi. Hapo akatufanya katikati iliumba sana. Lakini sasa baadaye tukasema hapana, dawa ya kupambana na uhalifu sasa hivi ama dawa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama ni kushirikisha jamii kwa na wadau wengine ili tuweze kubaini, kuzuia na kutanzua matukio yote ya kiuhalifu. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wa kwa upita MGP mwambia na hatimaye tuko mpaka leo. Na wakati tunawaambia mwende kwenye jamii, wengine walikuwa na sita. Tena walikuwa wapendi kabisa. Nasema mimi mkaguzi inspector kabisa niende nikakae kwenye jamii. Lakini tunasema kwa sababu tumeshaamua lazima tuende kwenye jamii. Kitu tunapokwenda naona mwenyewe wenyewe mmeweza kufika kwenye jamii na mmefurahia kwa kwenye jamii na mmefurahia kuongea na wanajamii. Si ndio? Raia na bado tunajitahidi tunahakikisha kwamba katika kata zetu zote tuhakikishe kwamba tunaweza kupata wakaguzi wote kwa jamii. Hivi kama mnafuatilia Mheshimiwa Rais alizungumza akasema Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na TAMISEMI kaeni muongee. Akimaanisha nini? Katika swala la usalama tumeshasema sisi tunapeleka askari kwenye kata. Okay kule. Sasa tunataka TAMISEMI timizeni wajibu wenu wa kuwatengenezea mazingira hawa askari wetu watakuwa kwenye kata kwa kujenga vituo na makazi ya askari. Hiyo kazi inafanyika na hata majuzi hapa nadhani kama wiki moja iliyopita walikutana tena wataalamu wetu na upande wa TAMISEMI kuendelea kuona tumefikia wapi katika ujenzi wa vituo vya kata na makazi ya lengo letu tuwepo pale karibu na jamii kabisa. Na nina uhakika miaka 10 ijayo tutafanikiwa. Kama mwenye dhamana na nchi Mheshimiwa Rais mwenyewe anatamka, wengine hakuna kubisha, lazima wote turudi kwenye jamii. Kwa hiyo bado narudia kuwapongeza, kazi nzuri na ni nzuri sana na tuendelee nao hivyo hivyo na tuhakikishe kwamba ifike siku tuseme leo kumekucha hakuna tukio la aina yoyote hapa Geita. Jeshi la polisi kushirikiana na mgodi wa Jiche tuliandaa hii community outreach program. Na apart from being a community outreach program, you guys are the one who are dealing with the community directly. So we cannot go direct to the community without starting with you who are dealing directly with the community. Na ndio maana tumeanza na nyie ili nyie sasa kile tutakachopo hapa na kile ambacho tutajadiliana au tutakiongea kwa jamii tukikiunganisha, tunaamini Geita yetu tunapoelekea kwenye uchaguzi itakuwa salama zaidi. Niendelee kuwanasihi wananchi hususan wanaozunguka maeneo ya mgodi, lakini wananchi wote wa mkoa wa Geita kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kupitia polisi jamii, lakini vikundi mbalimbali vya ulinzi jamii ambavyo vimeanzishwa kuweza kutoa taarifa na kuweza kuzuia uhalifu kabla haujaweza kujitokeza. Niwasihi wananchi, tunatambua mkoa wetu ni una shughuli za uchimbaji katika maeneo ya migodi, kuendelea kushirikiana na polisi jamii,
Uzuri katika mkoa wetu tuna kata 122 na kata zote 122 zinazo polisi jamii. Sasa ni nasaha zangu na niwatake wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa katika mkoa wa Geita kuendelea kuwaelekeza watendaji wa kata waendelee kuwapa ushirikiano polisi jamii waliowekwa katika maeneo yetu, ili tuweze kufikia malengo yetu ya polisi jamii, wajibu wetu wote sote.